Kombo Hamis kama ifuatavyo. Utaratibu unaotumika kuzihudumia barabara baada ya kukamilika kujengwa ni kama ifuatavyo. Moja, serikali huipatia ruzuku wakala barabara Zanzibar kila mwaka kwa ajili ya kuzifanyia matengenezo barabara zote zilizojengwa kwa lami. Matengenezo haya hujumuisha usafishaji, ukataji wa majani, vichaka, kuchimba na kung'oa visiki pembezoni mwa barabara, kuziba mashimo barabarani, kujenga upya sehemu ya barabara zinazoharibika, kupandishia tabaka la lami pamoja na urejeshaji wa alama na michoro ya barabarani. Mbili, aidha kazi za matengenezo ya barabara hufanywa na vikundi vya kijamii chini ya uangalizi wa wakala barabara Zanzibar, na baadhi ya kazi chache hufanywa na wafanyakazi wa wakala barabara. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha. Asante Mheshimiwa Chum, swala la mwanzo la nyongeza. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Waziri, naomba nikupongeze sana kwa majibu yako mazuri. Lakini Mheshimiwa Waziri, katika majibu yako umesema kwamba serikali inatoa ruzuku kupitia wakala wa barabara. Nataka kujua, je, ni kiasi gani cha fedha kinachotumika kwa mwaka kwa kutengeneza barabara hizi, na ni sababu zipi zinazochelewesha kuziba mashimo katika barabara zetu ambazo tunazitumia? Lakini B, Mheshimiwa Waziri, umesema kwamba katika majibu yako kuna vikundi vya kijamii ambavyo vinajishughulisha na kazi hii. Lakini je, wafanyakazi hawa mkataba wao ni wa muda gani na mnawalipa kwa utaratibu upi? Mheshimiwa Waziri kwa majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa ruhusa yako na kwa namba Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi, Masuala na Uchukuzi, naomba kujibu swala la ziada la Mheshimiwa Chum kwa pamoja kama ifuatavyo. Kwanza, tumhakikishie kwamba malipo yanategemea na kazi gani ambayo tumewapa, na contract tunafunga ni ya mkataba wa muda mfupi kwa vikundi maalum ambavyo vimejitengeneza, vimesajiliwa, na ndivyo ambavyo vinapata ajira katika maeneo yote kwa upande wa Unguja na Pemba kwenye kuhakikisha kazi hizi tulizozitaja za kukata miti, kukata visiki na vinginevyo wanafanya kazi hizo. Lakini masuala ya barabara mpya zote, kwanza tukuhakikisheni Mheshimiwa Wakilishi, hakuna barabara iliyoharibika na ambayo kwa sasa itataka matengenezo. Sasa ni barabara mpya na ziko kwenye kiwango cha kimataifa, na wale makontrakta wenyewe ziko chini ya uangalizi wao. Lakini kwa zile barabara mbovu ambazo hatujaanza kuzitengeneza, mashimo yake lazima yataendelea kuwepo kwa sababu barabara zimeshachoka, lakini wakala barabara wanaendelea kuziba kwa sababu sasa hivi kuna mvua kubwa, na ndio maana mashimo yamezidi katika maeneo tofauti. Mheshimiwa Naibu Spika, asante sana.